Africans wanafanikiwa kuongoza kwa idadi ya mabao mawili. Dakika za mwanzoni kabisa Prince Dube anawatanguliza Young Africans. Azam walifeli wapi katika kipindi cha kwanza? Tuanzie hapo. Nafikiri jambo la kwanza nitasema kosa lilikuwa ni la mwalimu Ibenge, kwa sababu alichokifanya aliandaa mechi ya leo kwa kuangalia ubora wao wenyewe bila kuangalia ubora wa Yanga. Ukiangalia mambo alikuwa ameingia, alikuwa anataka kwenda kuenjoy, kwenda kwa press, akijua kwa pengine Yanga wataamua kuja kupishana, na akiamini yeye ana watu wenye kasi, wenye maarifa. Kwa maana mzungu mtu kama Idinado ana uwezo mkubwa, kile alikuwa na Jafari Kitambala kule mbele, lakini pia alikuwa na winga mwingine ambaye alikuwa anamtumia kwenda kulia, ambaye pia alikuwa na kasi, na akajua kwamba silaha kubwa ya Yanga wanapenda kushambulia hasa kupitia kwenye mapana. Uwezo wa Zeli Mwenda lakini pia na Boka ungeweza kufanya Yanga waweze kutanua uwanja, na kama watakwenda kutanua uwanja, maana katikati watakwenda kupasha machimo ambayo yeye alikuwa anajua uwepo wa Kaminko, uwepo wa Midimao pamoja na Faisal ungewafanya waweze kumonopolize Yanga na kuweza kushambulia muda wote wa mchezo. Yanga waliingia kujua kwamba Azam atakwenda kutaka kwenda kushindana. Walichokifanya wao ni kwenda kuanza kucheza kuanzia kwenye mid block. Kwa Yanga waliamoka katikati na kuanza kuwasubiri Azam huko wakiingia na 4-4-2 flat, kwa maana kwamba walikuwa na mstari wa walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili, ambao kama wakirudi kwenda kushambuliwa wanakuwa wana watu sita mbele ya mpira, na wakienda kushambulia ni rahisi kutengeneza nani safu ushambuliaji yenye watu wanne mpaka sita. Na Azam aligundua kwamba kufanya vile basi watakwenda kufanya Yanga waweze kupishana nao. Na tutaangalia magoli yote ambayo wamefungwa Azam ni magoli ambao walikuwa wanashambulia kutaka kupitia katikati. Goli la kwanza wanachukua mpira wanakwenda kushambulia kabla mpira hujamfikia Faisal, ambaye alikuwa ni mtu ambao alikuwa anamtegemea pengine angeweza kuchange movement za mpira whether kulia au kushoto. Mpira hujamfikia, Damara anakuja na block. Ana block huko Azam wakiwa wana watu watatu nyuma na wakiwa wana watu saba mbele ya mpira, wakiamini kwamba mpira ukienda kwa Faisal uko sehemu salama na anaweza kufikisha na watakwenda kuwazidi Yanga, kwa sababu Yanga watakuwa na watu wanne kwenye mstari wa mwisho na watakuwa na watu saba. Baada ya kunyang'anywa mpira, Yanga kwa haraka wanakwenda wanajibuild na kutengeneza uwiano wa watu watatu ambao ndio walinzi wa Azam, na Yanga wakawa na watu watano kwenye eneo la mwisho, jambo linapelekea Okelo anapiga pasi elekezi na wanaweza kuitumia kwa sababu Azam walikuwa na back 3. Ndesema makosa hayo tena kwenye goli la pili. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga waliwini first half kwenye mbinu, wakijua kwamba Azam wataingia kutaka kuwalazimisha wapishane na wao hawakuweza kuweza kupishana. Ndio. Alan Okelo hapo umemzungumzia. Sajili mpya ndani ya kikosi cha Young Africans ambayo imeingia katika dirisha dogo. Maneno yalikuwa ni mengi kweli kweli, lakini hivi sasa tunaona anafanya vizuri. Nini kimebadilika kwa Okelo? Nafikiri watu wengi wanakuja kuangalia wachezaji wakifika Tanzania, sio watu ambao wanapenda kufuatilia Okelo. Kwa mtu ambaye alikuwa unafuatilia mpira kwa maana Afrika kwa ujumla wake, ni mtu ambaye asingeweza kutia wasiwasi. Jana ambaye alikuwa na uwezo mzuri tokea akiwa Uganda Vipers, akatoka akaenda Algeria akarudi. Kwa hiyo ilikuwa ni swala la muda, na bahati mbaya nzuri alikuja Yanga kipindi ambacho Yanga ilikuwa imesheki, na alikuja kuingia moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza. Yaani amefika ndani ya wiki moja anaingia kwenye mechi ngumu. Hiyo kama ametokea Uganda, ligi ya Uganda Tanzania, ligi mbili tofauti, intensity yake, pesi yake na uchezaji. Kwa hiyo ilikuwa lazima imchukue muda, lakini hakupewa muda wa kuweza kujiadapt kwenye mfumo wa Yanga. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wanamlaumu na wale watu ambao pengine hawakuwahi kumfuatilia, walimuona pengine kwenye ile Afcon na pengine na kwenye michuano hii akiwa Yanga. Lakini binafsi ni kipaji ambacho kilikuwa kinahitaji muda tu aweze kutoa ubora wake, na mpaka sasa hizi ni kama 70% ya kile ambacho anacho. Bado ana mengi hajaonyesha Okelo. Bado hajaonyesha. Bado sio Okelo ambaye mimi namfahamu katika high peak, na nilichoka kabla kabisa kwamba Okelo namuona ndio akienda kuwa ni superstar wa Yanga. Yaani ukitoa Pacome baada ya Ziki alikuja Pacome na atakayefuata atakuwa ni Okelo. Star mpya wa Young Africans. Yaani ndio star mpya wa Yanga atakuwa ni Okelo. Ndio atakwenda kuimbwa sana na kwa muda mrefu, kwa sababu kwanza hata umri wake bado unamruhusu. Feitoto anafunga kwa upande wa Azam, lakini anashindwa kuipeleka timu yake katika hatua ya fainali. Watu wanasema Diala na Feitoto hayamalizi sasa. Nafikiri ni mchezaji mkubwa ambaye ana uwezo mkubwa, ana pressure, anapenda mechi kubwa na anajua kutumia makosa ya safu ya ulinzi. Kuangalia ile goli kama kwa mtu mwingine asingeweza kufunga. Ameangalia tu ile na delaying ambayo ifanya na walinzi, anapita anaweza kuscore. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa binafsi nafikiri ukifanya makosa kwenye eneo la mwisho lazima atakuadhibu. Mchezaji mkubwa na amekuwa na ubora siku zote. Kwa hiyo alichokifanya ni sehemu ya kile ambacho amekuwa akifanya katika siku hadi siku, kutokana na ubora ambao yuko nao, na hata Azam hakukosea kuweza kumongezea mkataba na kuweza kuwa naye. Kesho nusu fainali ya pili inachezwa Mnyama na Mlandege. Young Africans tayari kashatanguliza mguu. Vipi mchezo wao? Nafikiri maamuzi hapo kwa Simba kwamba kama wataitaka fainali au hawataitaka, kwa sababu ukiangalia
walivyoanza ni kama wameingia wakiwa hawajaweka kipaumbele katika michuano kutokana na kosa ambacho walikuwa wameanza katika mechi yao ya kwanza. Kwa hiyo inawezekana ulikuwa ni mtego kwamba tuingie na kikosi hiki alafu whether tutakibadilisha au tutakwenda na hiki. Na kwa sababu tumeingia nacho na kipata matokeo kutoka robo kinaingia nusu finali, hata kwenda kutoa nusu finali kifungwa hatuwezi kulaumiwa. Nachokiona ni kama Simba wanafikiria zaidi kwenye NBC kuliko michuano mingine, kwa sababu ni kombe ambalo wamekosa kwa misimu minne. Ni kombe ambalo kama watalichukua mambo mawili, moja itakwenda kurudisha confidence, lakini pia itakwenda kuwajengea umoja ambao wako nao, kwa sababu maana kama ni kwamba ni kama wanakuwa wanapotea siku hadi siku. Kwa hiyo akili yao nafikiri haimwangalii Yanga katika michuano ya kombe la Muungano, wanamwangalia Yanga katika michuano ya NBC Premier League. Kwa hiyo kesho wanaweza wakaamua whether wakutane naye mara mbili au sehemu moja mpumzishe, wamsubirie uwanja wa Jenerali Samuel. Unaliona likitokea dabi ya Kariakoo ikachezwa mara mbili? Maamuzi anayo Simba. Yaani Yanga kashaamua. Yanga ameamua kwamba mimi nawataka Zanzibar na wataka bara kule Mbweni. Kwa hiyo Simba naye anabidi aweze kuamua kwamba je, naye yuko tayari kutaka mechi mbili au anataka mechi moja. Kwa hiyo maamuzi yote anayo Simba na sio Yanga. Yanga leo kwanza kaita kabla mechi ijaanza, kwa sababu kama ingia nacho aliingia na kwa maana yake anataka kushinda. Na kama unashinda maana yake unamtaji Simba. Namna ambavyo unavyotazama ndani ya ligi kuu Tanzania bara kwa hivi sasa, gap la alama 5 na mnyama Simba msimu huu anautaka ubingwa kweli kweli. Kutaka ubingwa ni kitu kimoja, lakini ubora jambo lingine. Bado Simba hawajafikia ubora wa kuweza kupambana na Yanga. Huo ni ukweli. Wanapambana, wana improve, lakini movement yao bado haijafikia kwa na timu ambayo unaweza kusema leo hii ni 50 kwa 50 na Yanga. Yanga bado ni bora kuliko Simba katika maeneo mengi. Kwa Simba anaendelea kuimprove. Kwa hiyo kuchukua ubingwa ni pengine Yanga afanye makosa. Ndio maana kama utakuwa ni uko makini, lile gap la Simba na Yanga lilikuwa halipo kabisa. Ilifika hatua ikabakia alama moja. Lakini Yanga akaja akastabilize, leo ni alama 5. Kwa hiyo unaona kwamba Yanga wanapokuwa katika ubora wao wanaweza kufanya chochote na wakachukua chochote, isipokuwa ukiona Yanga anakosa ubingwa si kwa sababu ya ubora wa Simba, ni kutokana na makosa yao wao wenyewe. Ukiona Young Africans inakosa ubingwa katika msimu si kwa ubora wa Simba, ni makosa yao wao wenyewe, kwa sababu timu yao ina deserve kuwa ubingwa hata misimu miwili ijayo mbele. Simba hawana ubora huo mbele ya Young Africans. Salama, ubora walionao si wa kwa compare na Yanga kwa sasa. Yaani ni timu ambayo imeanza kuimprove. Ukiangalia mwanzo wa msimu wakiwa na Mwalimu Padru na sasa hivi kuna kitu kimbadilika. Kuna kitu kimeongezeka, unaweza kuona energy, unaweza kuona X factors wanazo nyingi, uwezo wa aura, ukiangalia mtu kama nani Libase Gwe, ukiangalia mtu kama Mpanzo mwanza kula, lakini bado ile team wise bado Yanga na lead. Ingawaje Yanga hajafikia ubora ambao alikuwa nao. Kwa hiyo ukiona Simba anachukua ubingwa basi ni makosa ya Yanga wenyewe, lakini sio bora wa Simba kwenda kubiti bora wa Yanga kwa sasa. Kwa katika msimu NBC bado anaongoza. FA bado yuko robo finali. Muungano bado ameingia finali. Kwa maana yake makombe yote ambayo alikuwa amechukua msimu uliopita, hakuna kombe hata moja ambayo ameweza kuachia kuanzia ngao mpaka muda tunapozungumza. Salamba, ukiwasikiliza baadhi ya mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba, kutokana na kile ambacho kimetokea kule visiwani Zanzibar mpaka hivi sasa, watu wanaamini kwamba mnyama Simba anaweza kwenda kuchukua